sehemu za starehe ambazo kunakuwa na movement za watu kadha wa kadha. Kwa leo kidogo ni tofauti na ambavyo imekuwa kawaida. Na kama unajiunga na matangazo haya mubashara wakati huu, basi haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka viunga mbalimbali vya jiji la Dar es Salaam, na unachoweza kukiona wakati huu ni picha mjongeo hizo kutoka maeneo ya Kimara Kibo, na kwa mbali umepata nafasi ya kuliona hilo kanisa la Ufufuo na Uzima la mchungaji na kiongozi wao Askofu Josephat Gwajima. Na uelekeo wakati huu ni tunarejea kutoka uelekeo wa Ubungo ambao tulikuwa mwanzo Ubungo mpaka kuelekea uelekeo wa Kimara. Wakati huu tunatokea uelekeo wa Kimara, tunarejea makutano ya barabara ya Sam Nujoma, barabara ya Mandela, lakini pia barabara ya Morogoro. Wakati huu tuko kwenye barabara hii ya Morogoro, na kama ambavyo kuhabarisha ya kwamba, na pia unaweza ukapata nafasi ya kuona kupitia picha hizo mjongeo, ya kwamba hali kwa kiasi kikubwa iko ya utulivu mkubwa. Kwa kawaida jiji hili la Dar es Salaam limekuwa ni jiji ambalo lina mzunguko mkubwa wa raia na shughuli za uzalishaji mali katika siku za kawaida. Ni miongoni mwa majiji ambayo yanachangia kwa kiasi kikubwa kwenye pato la taifa kupitia biashara mbalimbali ambazo zinafanyika katika jiji hili la Dar es Salaam. Lakini kwa siku ya leo, kufuatia tahadhari ambayo imetangazwa na serikali, unaweza ukaona maeneo mengi yamekuwa ni maeneo ambayo hayaendelei na shughuli zake za kawaida, kwa maana ya maeneo ya biashara mengi hayaendelei na shughuli za biashara, lakini pia maeneo ya watu binafsi na yenyewe vivyo hivyo vinaeleza. Lakini uelekeo wetu sasa hivi ni barabara hii ya Morogoro, lakini tuko hapa katika makutano sasa ya barabara ya Morogoro, barabara ya Mandela, lakini pia barabara ya Sam Nujoma, ambapo kama unaweza ukaona askari wa jeshi la polisi, lakini pia askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania, wote kwa pamoja kwa kushirikiana na maofisa mbalimbali wa ulinzi na usalama wanaendelea kuhakikisha usalama unakuwepo. Kama ambavyo unaweza ukaona vijana hao ambao wanafanyiwa na wenyewe ukaguzi na askari huyo wa jeshi la wananchi wa Tanzania, kuzungumza na vijana hao kwamba wanatoka wapi na wana shughuli gani kimsingi. Unaweza ukaona gari ya jeshi hiyo ikiwa na yenyewe inafanya patrol zake za kawaida. Vijana hao na wenyewe wamemaliza kufanyiwa ukaguzi
na ofisa wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania na vijana wameruhusiwa kuendelea na safari yao huko ambako wanaelekea. Na uelekeo sasa hivi ni barabara hii ya Morogoro kuelekea Shekilango, na kama ambavyo unaweza ukaona mazingira yalivyo ya viunga hivi mbalimbali vya jiji la Dar es Salaam. Kushoto kwetu ni soko hilo la kimataifa la Afrika Mashariki, East Africa Commercial Logistics Center, ambayo pia na yenyewe kwa kawaida imekuwa ina shughuli nyingi katika siku za kawaida, lakini kwa leo hii unaweza ukaona tu hapo mti wa Christmas huo na ujumbe huo wa kheri ya sikukuu za mwisho wa mwaka, hususan Christmas, lakini kwa maana ya shughuli za watu movement ni ndogo kweli kweli, watu ni wachache barabarani, lakini kulia kwetu ni kituo cha mwendokasi ambacho ni kimekaribia maeneo haya ya uelekeo, ni kuelekea katika barabara inayoelekea maeneo ya Shekilango jijini Dar es Salaam. Lakini yote hii ni katika kupitisha katika viunga mbalimbali vya jiji la Dar es Salaam ili kuweza kuona hali ilivyo. Kutoka katika viunga hivi vya jiji la Dar es Salaam ili kuweza kuona hali ilivyo katika viunga vya jiji hili ambalo ni kitovu cha masuala ya biashara, jiji ambalo kwa kiasi kikubwa linatoa mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu. Ikiwa leo ni siku ya Disemba 9 mwaka 2025, wa Tanzania wakiendelea na kumbukizi ya siku ya uhuru wa Tanzania bara ama Tanganyika. Na kama unashangaa kuona namba chache ya watu barabarani, basi unapaswa kuelewa kwamba watu wamechukua tahadhari. Watu wamechukua tahadhari kufuatia maelekezo ya serikali kupitia kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, tumefika kituo cha mwendokasi cha Shekilango hapa jijini Dar es Salaam, na kama ambavyo unaweza ukaona na kwenyewe ulinzi umeimarishwa, maaskari wa jeshi la polisi wakishirikiana na maaskari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania wakiendelea na wajibu wao wa kulinda na kuhakikisha mazingira yanabaki kuwa na amani na utulivu. Kwa kawaida maeneo haya ungekuta wafanyabiashara ndogo ndogo wakiwa pembezoni mwa barabara, lakini pia ungeona pia watu ama movement za watu, lakini pia vyombo vya usafiri vikiendelea kuhamisha watu kutoka eneo moja kuelekea sehemu nyingine. Lakini leo na kama unafika Dar es Salaam leo kwa mara ya kwanza, basi unaweza ukapata mushkeli wa kuelewa what's happening, lakini ni tahadhari hiyo ambayo imechukuliwa na raia wa jiji hili, lakini pia raia wa maeneo mbalimbali hapa Tanzania kufuatia wito wa serikali katika siku hii muhimu ya kumbukizi wa
patrol ikiwa imetoka katika maeneo ya mitaani kuingia barabara kuu. Hapa ni maeneo ya kituo maarufu cha Urafiki, na kwa kawaida hapa kunakuwa na namba kubwa ya watu wakiwa wana tuma vifurushi, lakini pia wakisafiri ama wakikamilisha safari zao kutoka mikoa mbalimbali kuja jijini Dar es Salaam, lakini pia kutoka Dar es Salaam kuelekea maeneo mbalimbali. Lakini kama ambavyo unaona siku ya leo hata mabasi yale ni ya kutafuta, ni mabasi machache, lakini pia vituo vingi vikionekana havifanyi kazi na vikiwa vimefungwa, na kama ambavyo unaweza ukaona, kwa kawaida hapa watu wamekuwa wakifanya movement kadha wa kadha. Kama ambavyo unafahamu, pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika siku za hivi karibuni iliruhusu mabasi haya ya mikoani kufanya safari zake kwa masaa 24. Kwa hiyo kuna kuaga na namba kubwa ya abiria ambao wanafika kwa ajili ya kusafiri jioni, wengine usiku, lakini leo hii hakuna abiria ambao wanaonekana kukamilisha safari zao hapa, wale ambao wanazianza safari zao. Lakini hali iko shwari kabisa, na kama ambavyo nimekwambia, maeneo mengi ya jiji hili la Dar es Salaam, hususan katika makutano, kumekuwa ni checkpoint, mazingira ambayo yanafanywa ukaguzi. Kama wewe uko na chombo chako cha usafiri na unazunguka katika maeneo mbalimbali ya jiji hili, basi tunashauriwa kuunga mkono juhudi hizo za jeshi la polisi kushirikiana na vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, kutoa ushirikiano pale ambapo basi utahitajika kutoa labda maelezo mawili matatu kuhusiana na wapi unakwenda, unajishughulisha na nini ambacho kinakufanya uwe katika mazingira ya barabarani siku ya leo, ambayo maelekezo ya mamlaka za serikali, kama hauna dharura basi hakikisha unasalia nyumbani. Kama ambavyo unaweza ukaona askari au jeshi la polisi wakiendelea kusimamisha magari mbalimbali ya watu binafsi, na magari mengi ni ya madaktari. Unaweza ukaona makoti ambayo yamewekwa kwenye viti vya madereva wa magari mengi, kuthibitisha ni wengi wao ni madaktari ambao kimsingi ndio wale ambao wana pasi ya kuzunguka katika maeneo mbalimbali. Hakuna mtu ambaye anazuiliwa kimsingi kutoka leo yoyote kwa shughuli yoyote ambayo unaiona kwako ni ya udharura. Unaweza ukatoka na ukafanya mizunguko yako katika hali ya kawaida kabisa, kwa sababu kama ambavyo unaweza ukaona gari hizo za watu binafsi, nyingine zikiwa ni gari za kukodi zile kwa maana ya Bolt, watu wakiwa wanafanya movement zao, lakini wapo watu wa kawaida ambao pia na wenyewe wanaendelea na shughuli zao. Kwa hiyo hakuna ambaye amezuiliwa kwa maana ya kutoka siku ya leo. Una ruhusa ya kutoka provided ama as long as unahisi shughuli yako ni ya muhimu na haiwezi kusubiri siku nyingine yoyote kuweza kukamilika. Unaweza ukatoka na kuendelea na shughuli zako bila bughudha yoyote. Za kuonyesha hapo lipo gari la Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa ajili ya shughuli zake za kawaida kabisa za patrol ama
kuweza kuzungukia maeneo haya na kuhakikisha usalama unakuwepo. Kushoto kwetu ni mwanajeshi huyu anazungumza na ofisa usafirishaji bodaboda ambaye alikuwa amempakia mwanamama huyo, lakini yote kwa yote ni kutaka tu kupata taarifa zake, wapi anatoka, wapi anakwenda na ana shughuli gani ya muhimu na ya ulazima, ya udharura ambayo inamruhusu kuwa nje wakati huu. Kama ambavyo nimekuambia, maeneo mengi ni checkpoints, na sisi pia kama wananchi wa Tanzania, wananchi wa kawaida, ni wale ambao pia ni darajani, ambapo kwa kawaida maeneo haya yanakuwa na namba kubwa ya watu katika siku zile za kawaida, lakini katika siku ya leo watu ni wachache, ambao kama ambavyo unaweza ukawaona pembezoni mwa barabara wakiwa wamekaa, wengine wakibadilishana mawazo vijiweni, lakini wapo ambao wanaendelea na shughuli zao za kawaida kabisa za kujitafutia riziki. Wapo wenye shughuli za dharura kama maduka hayo ya dawa, unaweza ukayaona yenyewe yakiwa yanaendelea kwa wazi, lakini maeneo mengi ya burudani kwa kweli na maeneo mengi ya biashara yamefungwa. Hapa ni maeneo ya mnadani hapa Manzese, ambapo kwa kawaida na kwenyewe kunakuwa na shughuli nyingi kweli kweli za watu wakiendelea, lakini leo hii ukimya ni mkubwa ya kazi. Na mara baada ya hayo, hakikisha pia unatoa ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama pale ambapo vitahitaji ushirikiano wako, kwa maana ya kwamba utakaposimamishwa na wakahitaji taarifa, basi ni kheri ukatoa taarifa kwa kutoa ushirikiano bila kuwa na changamoto yoyote ya ukinzani, na huo ukinzani unaweza ukaleta changamoto nyingine. Na ushuhuda wa hayo yote ni sisi wenyewe ambao ufuatiliaji wetu wa matangazo haya ya moja kwa moja unaona katika vituo kadha wa kadha tumesimamishwa na maofisa wa jeshi la wananchi, lakini pia maofisa wa jeshi la polisi ambao wametimiza majukumu yao ya kikazi ya kufanya ukaguzi, kutukagua vitambulisho vyetu vya kazi, vitambulisho vingine, na wamejihakikishia tuko sawa na kuturuhusu vivyo hivyo kwa. Na kama ambavyo nimekwambia, tuko maeneo ya Kariakoo, na hivi ndivyo hali ilivyo. Kwa kawaida Kariakoo ni eneo ambalo kwa siku linakuwa na namba kubwa ya watu ambao wapo katika shughuli mbalimbali za uzalishaji mali, lakini kwa siku ya leo hali ni tofauti. Kama ambavyo unaweza ukashuhudia, ni watu wachache, hususan walinzi wa maeneo ya biashara ndio wapo katika maeneo haya, lakini wafanya biashara wengi hawajafungua maduka siku hii ya leo. Na polisi, lakini pia kupitia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, alipokuwa akiwasilisha ujumbe ama salamu za uhuru kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kutokana na tahadhari hiyo, kama ambavyo unaweza ukaona, maeneo mengi ya Kariakoo ni sungusungu, ni polisi, lakini wapo pia wanajeshi wa jeshi la wananchi na wananchi wa kawaida ambao pia na wenyewe wachache kwa uchache wao wakiendelea kutimiza majukumu yao ama ratiba zao za kila siku. Na uelekeo wetu sasa hivi ni katika viwanja vya Mnazi Mmoja, ambapo yamekuwa yakifanyika matukio
kadha wa kadha makubwa ya kiserikali na kitaifa na sherehe mbalimbali zilifanyika hapa. Na sisi pia tukaona basi pate nafasi na sisi ya kwenda ili kuona hali ilivyo katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Lakini kama ambavyo unaweza ukaona, namba ya watu ni ndogo sana katika mazingira haya, tofauti na ambavyo imekuwa kawaida. Kwa kawaida tunakuwa na namba kubwa ya watu katika maeneo haya, lakini siku ya leo ni watu wachache mno ambao unaweza kusema wameweza kuingia mjini, na hiyo yote unaweza kusema ndio hiyo kuitika wito wa serikali katika kuchukua tahadhari. Kama ambavyo unaweza ukaona magari ya jeshi la polisi, gari ya jeshi la wananchi yakiwa yanaendelea na majukumu yao ya